cha kujadili kuboresha elimu ndani ya manispaa yetu. Nafikiri kila mtu anafahamu ni nini kilitokea katika matokeo ya shule zetu kwa kipindi kilichopita, lakini nia na lengo ni kwamba tukutane, tuongee, tuambiane tulianguka sehemu gani ili tufike panapostahili pa kuweza kufanya mafanikio kwa wanafunzi wetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na lengo ni kuhakikisha kwamba tunafanya tathmini, tunaangalia kwa pamoja wapi tulipotoka, wapi tulipo na wapi tunapotaka kuelekea. Kama tunavyofahamu, mwaka jana matokeo tunajua hasa kwenye elimu msingi, na mimi nipongeze kwenye matokeo ya kidato cha 6. Mara nyingi hapo tunasimama kwa miguu yetu miwili. Mimi nawapongezeni sana, lakini bado tuna changamoto kwenye elimu msingi na hii kidato cha kwanza mpaka cha 4. Juzi yametoka matokeo ya kidato cha 4, ninayo hapa. Nimeambiwa kwamba tuna wastani kiujumla ya ufaulu wa 87%, si ndio wataalamu? 87. Lakini 87 hiyo tunachelea kuipigia makofi, kwa sababu kiujumla wastani unaotakiwa uwepo ni 85% kwenda juu. Hiyo ndo kitaifa, mwelekeo huko hapo, lakini tunachelea kuupigia makofi kwa sababu katika 87%, 50% ni ufaulu wa daraja la 4. 50%. Maana yake bado kuna kazi ya kufanya. Sasa leo nilikuwa natamani, ndio maana tumesema kiwe kikao kazi cha kukutanisha wataalamu, viongozi wa dini wa kisiasa, lakini na watawala, ili tunavyotoka hapa tunatoka na kauli moja. Katika eneo hili la wasilisho langu nimeangalia hali ya miundombinu kwa ujumla wake, lakini pia nimeangalia maendeleo ya elimu kwa miaka mitatu, kwa maana ya ngazi zote za mitihani ya upimaji na mitihani ya kitaifa. Nikianza na maeneo ya upimaji, yani mitihani ya kitaifa kwa darasa la 7 kuanzia mwaka 23 hadi 2024. Halmashauri ya Manispaa ya Musoma kwa darasa la 7 ilipata wastani wa 86.4 mwaka 2023, na mwaka 2024 tulipata wastani wa 88.7, lakini mwaka 2025 tumeshuka kwa kupata 75.5. Kwa darasa la 4 katika upimaji wa kitaifa kwa miaka hiyo mitatu, mwaka 2023 tulikuwa na wastani wa 89, lakini 2024 tulikuwa na wastani wa 88. Mwaka 2025 tumeshuka, tumepata 85.5. Tukienda kwenye matokeo ya kidato cha 6 kwa miaka yote hiyo mitatu, tukianza mwaka 23 hadi 25. Kwa mwaka 2023 tumepata wastani wa 99.7 kwa kidato cha 6, lakini kwa mwaka 2024 tulipata wastani wa 100% kwa watoto waliofanya, na mwaka 2025 tulipata wastani wa 100% kwa maana ya kidato cha 6. Lakini kwa kidato cha 4 kwa mwaka 2023 tulipata wastani wa 82,
na mwaka 2025 tulipata wastani wa asilimia 89. 2024 tulipata wastani wa asilimia 89, na matokeo yaliyotangazwa juzi kwa mwaka 2025 tumepata asilimia 87. Nini kifanyike ili kuondokana na ufaulu mdogo au hafifu? Nilikuwa napendekeza usimamizi thabiti wa ufundishaji wa walimu, kwa maana ya kwamba vipindi vyote vilivyoainishwa kwenye ratiba vizingatiwe. Ukienda kwenye hizi shule za private kidogo wanazingatia hilo. Kila mwalimu wa somo husika, kama ni masomo 9 kwa siku, masomo yote 9 yanafundishwa. Lakini kingine kuwepo na ratiba ya mitihani ya kufanya. Kule private wanakuwa vizuri zaidi kwa sababu wanakuwa na mitihani ya mara kwa mara ambayo inamjenga mwanafunzi kukabiliana na mtihani wowote. Kwa hiyo kuna kuwepo na weekly test, kuna kuwepo na monthly test, alafu kuna kuwepo na ule mtihani mwingine wa terminal. Lakini kingine nilichokuwa na shauri kwamba kwa sababu sasa hivi kuna uhaba wa walimu wa masomo ya science, masomo mengi ya science hayafundishwi kwa vitendo kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo nilikuwa naomba nishauri kwamba walimu wa science waajiriwe wengi na masomo yafundishwe kwa vitendo. Mimi na mambo mawili tu ya kusema. Kwanza, tunazungumzia swala la lishe kwa wanafunzi, lakini mimi naliunganisha na swala la utoro. Wanafunzi wanaotoroka huwa wana njaa shuleni, asilimia kubwa wanaenda kutafuta chakula, walio wengi. Mtoto anaweza kukaa masaa yote hadi bila kula alafu akasoma. Hilo swala haliwezekani, ataenda kutafuta chakula. Na sayansi yake ni rahisi tu, kwa sababu akiwa nyumbani hata kama hawajapika ana uwezo wa kula kiasi kilicholaana naye, ila akiwa shuleni hiyo nafasi haipati. Kwa hiyo eneo lake salama ni nyumbani kuliko shuleni, lazima atoroke aende shule. Kwa hiyo tunataka kucontrol utoro wa shuleni, wanafunzi wale wa shule tutapunguza kwa asilimia kubwa. Hawa wanaocheza pesi wapo ni kweli, ila sio asilimia kubwa ya hawa watoto wanaofeli. Jambo lingine tunazungumza chakula kwa wanafunzi, lakini na mimi tujiseme kidogo na sisi, hata walimu wenyewe wakiwa hawana chakula, walimu wakiwa wana njaa vile vile, matokeo ni mabaya, sio wanafunzi peke yao. Mwanafunzi, mwalimu anaomba ruhusa kila wakati, asubuhi aende kunywa chai, mchana aende kutafuta chakula, anafundisha saa ngapi? Changamoto kubwa ambayo niliona pale shuleni kwangu ni utoro. Utoro wa wanafunzi wa kidato cha 4, mkiano mwaka jana nimepata division 0 16. Lakini wanafunzi wote waliopata division 0 sababu kubwa ni utoro. Lakini utoro huu kipi kifanyike? Kuna sheria ya elimu ambayo bado haijabadilika inayombana mzazi anayesababisha utoro wa kijana wake. Sheria hii inasema kwamba mzazi anayesababisha utoro wa mwanafunzi anaweza kufungwa miezi 6 au kutozwa faini ya shilingi 50,000. Haijabadilika na inafahamika na iko kwenye vitabu rasmi. Sasa tukizingatia haya, endapo watendaji watasimamia hili kwa kiasi kubwa sana tutakomesha utoro, kwa sababu hakuna mzazi ambaye yuko tayari kusababishia mtoto utoro ili afungwe miezi 6 au kulipa ile faini. Wakaanza kuizoea lugha ya Kiingereza, na nashukuru mitaala yetu pamoja na mitasari inasadifu jambo hilo kwamba watoto waanze kutumia lugha ya Kiingereza wakiwa wadogo. Lakini sasa utekelezaji ukoje? Nataka nishauri walimu wenzangu, kwa sababu leo tuko walimu wakuu hapa, sisi tuna kila sababu ya kuwa chachu ya kuwafanya watoto kuanza kutumia lugha ya Kiingereza. Na watoto wakiweza kutumia lugha ya Kiingereza, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa maana ni maisha yetu ya Ulaya, watoto hao hata watakapofika sekondari wataweza kupenda masomo kwa sababu tayari wamekwisha anza kuzungumza lugha hii ya Kiingereza. Kuna nyakati huwa ninaumia nikiona wakuu wa shule za sekondari wakilaumiwa. Msingi, sisi watu wa msingi ndio tunapaswa kulaumiwa kwa sehemu kubwa, kwamba hatujawaandaa watoto vizuri. Hata kama wakifika sekondari, mheshimiwa mkuu wa wilaya, itakuwa changamoto. Mtoto asiyejua kusoma na kuandika, mtoto ambaye hana ABC na lugha ya Kiingereza, hata umfundishe vipi kule sekondari, utakuwa na changamoto. Kuna neno moja nimejistua
Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunachokiomba sasa hivi ni ushirikiano. Walimu watupe na sisi ushirikiano. Kwa mfano, kuna mwalimu amesema kuna watoto wanafichwa bondeni. Sasa kama aliwakamata, akinipa ushirikiano kuniletea taarifa na mimi nikamuunga mkono tukafanya ushirikiano, ina maana wale watoto tutawakamata, lakini unakuta mwenyekiti hujui, mwalimu ndiye anayejua. Bahati mbaya sio mganga wa kienyeji mwenyekiti ni yote. Niombe walimu watupe ushirikiano, tuwe nao pamoja. Kwa Msoma Sekondari tumepata matokeo mazuri kulinganisha na shule nyingine kwa manispaa Msoma. Tumeondoa daraja 0 ambalo lilikuwa changamoto kwa muda mrefu pale shuleni, lakini juhudi kubwa, jambo ambalo tufanye vizuri ni ushirikiano mkubwa kutoka kwa wazazi. Sisi Msoma Sekondari wazazi, shule yetu ni ya bweni, lakini tunapowahitaji wazazi wanakuja na tunaweka mikakati ya pamoja ambayo inatutoa pale tulipo na kutupeleka sehemu nyingine. Jambo la pili kubwa ni ushirikiano mkubwa uliopo kati ya watumishi, uongozi wa shule na watumishi. Sisi tunafanya kazi kwa umoja mkubwa sana. Hata ukija kutembea pale Msoma Sekondari utagundua kwamba watu tunafanya kazi kwa ushirikiano. Sasa ule ushirikiano unatufanya mara nyingi tumalize mada mapema na tupate muda wa kufanya mazoezi ya mara kwa mara, hivyo kupelekea wanafunzi wetu kuwa bora na mazingira yetu, kwa kuwa wanafunzi wako bweni, hivyo wanapata muda mwingi wa kusoma na kujiandaa. Lugha ya Kiingereza ni changamoto, na ni changamoto kwa sababu shule ya msingi watoto wajifunze lugha ya Kiingereza, na uwezo wa kujenga wanafunzi kwa lugha ya Kiingereza ni lazima tuwe wa kweli, ni mdogo kwa shule nyingi za Tanzania. Jambo kubwa tunalolifanya sisi ni kutengeneza mazingira ambayo watoto wanazungumza lugha ya Kiingereza kwenye maeneo mengi wawapo shuleni. Tumefanya vizuri kwenye matokeo ya mitihani ya kidato cha 4, lakini pia kidato cha pili kwa sababu tumekuwa na utaratibu mzuri wa kusimamia wanafunzi katika ujifunzaji. Tumejitahidi sana kukamilisha mada mapema, ambapo kila wakati tumejitahidi angalau inapofikia ile mitihani ya upimaji wa mkoa tunaita moko, tumekuwa tumemaliza mada ile mwezi wa 7. Hiyo imechangia sana kwa kiasi kikubwa wanafunzi wetu kuendelea kufanya vizuri madarasani, lakini walimu pia wamekubali. Walimu wamekubali kujituma, kila mmoja ameona ile ari ya kufanya kazi ili kusudi aweze kupata matokeo mazuri kwenye eneo lake. Jambo lingine ambalo tunaliona linatupa kufanikiwa ni wazazi. Wazazi kweli wamekuwa ni washiriki wazuri. Tumekuwa tukiwaita kwenye vikao kila mwaka tunapoanza tu muhula wa masomo, tunawaita wazazi, tunaweka mikakati yote kwa pamoja, tunapanga nao na mwisho wa siku tunaisimamia ile mikakati. Wametupa ushirikiano mkubwa sana. Kwa mfano, jambo moja nikupe tu kwamba tuna mitihani mingi ambayo tunaifanya baada ya kumaliza mada zote. Nipo tu kwa ajili hapa kueleza kulingana na hali halisi ya ufaulu katika halmashauri yetu ya manispaa ya Msoma. Ufaulu wetu wakati mwingine unakuwa sio wa kuridhisha, na changamoto inayojitokeza mara nyingi ni swala la ushirikiano. Kuna mambo mawili ambayo ni ya msingi sana nataka niyaongee. Jambo la kwanza ni swala la utoro. Hapa kwenye utoro tuna changamoto moja ya utoro wa rejareja, ambapo mara nyingi watoto wanapoingia kidato cha 4 au darasa la 7 au kidato cha pili, kwa maana ya madarasa ya mtihani, unakuta mara nyingi kinachotokea wanajua sana matukio ya mitihani lakini hawajui kuhudhuria shuleni, na hii sasa inapelekea kufanya vibaya katika mitihani yao. Ombi langu kwenye utoro hapa, tushirikiane wazazi, viongozi, kwa mfano wenye viti wa mitaa wakisimamia katika mitaa yao kuhakikisha kwamba watoto wote wanahudhuria. Kuna tatizo linajitokeza katika manispaa ya Msoma. Mara nyingi watoto huwa wanatoroka shuleni, wanajificha mtaani. Wazazi au ndugu au jamaa wanapowaona wanawashughuliki kuwarudisha shuleni. Kwa hiyo mimi ninaomba wenye viti, watendaji wa mitaa, waheshimiwa madiwani, yani kila kiongozi katika eneo lake, tuweke sasa hili liwe kama sasa ni kipaumbele cha kwanza kuwarudisha watoto shuleni. Tukianza nao mapema kuanzia Januari hiyo imepita, lakini mwezi wa pili na kuendelea, naamini kwa ushirikiano wa hii jamii niliyoitaja watafanya vizuri. Hilo ndo la muhimu sana. Katika mada iliyoongelewa namna ya kuinua elimu katika manispaa yetu ya Msoma, ninaamini kama tutashirikiana walimu,
watendaji, polisi na viongozi wengine, basi tunaweza tukainua hii elimu. Lakini tunaomba sapoti kutoka serikalini ili tuondoe hili lindi la utoro mashuleni. Utoro huu, watoto wetu wengi wanakimbia kwenye PS game ambako hatujui kwamba hizi leseni zinazopatikana mitaani za PS game zinatolewa wapi na masharti yake ni yapi. Hatujui kwamba wanaruhusiwa wafungue biashara zao saa ngapi na wafunge saa ngapi, na ni watu wa aina gani wanatakiwa wacheze hizo PS game, na ni watu wa aina gani wasioruhusiwa. Leo tumekuwa tuna kongamano hapa ambao tumeitwa na mkuu wetu DC ili kujadili jinsi elimu ambayo imeshuka katika mkoa wetu wa Mara. Sasa tuko hapa kurekebisha kwamba tufanye nini ili kusudi watoto wetu wapate ufaulu ambao ni mzuri katika mkoa wetu wa Mara kwa ujumla. Sasa sisi kama wadau wa elimu tumeamua kuzingatia mambo yafuatayo: kuanzisha vyakula mashuleni, kuzuia tatizo la utoro, kuzuia watoto wetu wasiende kwenye mapiesi ambaye anasababisha ufaulu kushuka, na pia tujikite kuwahimiza wazazi wafuatilie watoto kuhusu utoro wa shule. Kwa kweli tumefurahi sana, na sisi tukiwa kama wenyeviti wa serikali ya mtaa tunamhakikishia Mheshimiwa DC kwamba tuko naye pamoja kufuatilia watoto wote ambao ni watoro hawaendi shule, na tutafanya kazi kwa uadilifu. Asante. Ni kweli ndani ya halmashauri yetu kumeonekana kuna kudorora kwa elimu, si kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Lakini kwenye kikao cha juzi ambacho DC wetu Mheshimiwa Juma Chikoka ametuita wote wadau wa elimu, na tumeazimia mambo yafuatayo. Cha kwanza ni kuhakikisha utoro wa rejareja kwa wanafunzi na walimu unakuwa haupo. Cha pili ni kuhakikisha wanafunzi wote wanapata chakula mashuleni. Cha tatu ni kuhakikisha walimu wanamaliza silabasi zao. Lakini na vitu vingine ambavyo ni vya msingi ambavyo ni kwa ajili ya wazazi, ili na wenyewe waweze kutoa michango yao mashuleni, kwa maana ya kwamba wanapohitajika kufuatilia maendeleo ya wanafunzi wao. Lakini na kingine na miradi mingine ya kuweza kutolea kama watakao wakaamua iwe namna hiyo. Lakini kwa upande wa serikali yetu imejitahidi kwa kweli. Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu, ametupatia milioni 1,206,000 ndani ya manispaa ya Musoma kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo. Kwa upande wa primary tumejenga vyumba 16. Kwa upande wa sekondari tumeweza kujenga maabara 4, lakini tumeweza kujenga matundu 24 kwa upande wa sekondari ya vyoo na matundu 54 kwa upande wa primary ya vyoo. Hivyo kwa hii hali halisi ambayo imejitokeza na kwa mchango mkubwa wa serikali ambayo imetupatia kuhusu pesa kwa ajili ya maendeleo upande wa elimu, tunaihakikishia jamii ya watu wa mkoa wa Mara kwamba tutafanya vizuri. Moja ya eneo la kimkakati ambalo kama serikali ya wilaya tunalitazama kwa jicho pevu na angavu ni sekta ya elimu, maana elimu ya awali, elimu msingi na elimu sekondari. Ndio maana tumeamua kwa dhati kupitia wadau wote wa sekta ya elimu tukae kwa pamoja, tufanye kikao kazi ambacho tunakwenda kufanya tathmini, dira na mwelekeo wa elimu. Ana wapi tulipotoka, wapi tulipo na wapi tunapotaka kuelekea. Kwa kikao kazi hiki ndio tumeona tuweke dira ya pamoja, wapi tunapotaka kwenda, lakini tubainishe changamoto mbalimbali zinazorudisha nyuma ufaulu, lakini na zinazotukwamisha, zinazofanya tukae tusimame pale pale badala ya kwenda mbele. Lakini la pili, tumekubaliana lazima walimu watimize wajibu na majukumu yao. Lazima tuhakikishe kwamba silabasi zinakamilika, lakini vile vile tusimamie na tunapata taarifa za kila siku za mwenendo wa ufundishaji. Lakini pamoja na yote, tutaendelea kuchukua hatua sehemu ambapo tutakapobaini wako maafisa elimu kata na baadhi wa kwa shule na walimu wazembe, hapo tutachukua hatua, hatutorudi nyuma. Lakini mwisho wa siku, katika mikakati 10 ambayo kwa pamoja tumekubaliana, ni imani yangu kwamba mimi kama mkuu wa wilaya nakwenda kuisimamia kwa dhati, nakwenda kuisimamia kwa nguvu zote,
naamini kwa umoja na ushirikiano tuliokuwa nao basi tutahakikisha tunaleta mageuzi na tunaboresha ufaulu katika wilaya yetu ya Musoma. Lakini lingine, tunaenda upande wa motisha, au tumekubaliana kwamba tunaanzisha tuzo za elimu ya Musoma, kwa maana Musoma Education Awards, ambayo hii sasa itabaini, itatambua, itathamini na kuendelea kutoa motisha kwa shule zinazofanya vizuri, walimu wanaofanya vizuri, wanafunzi wanaofanya vizuri. Kwa hiyo hii ni ajenda ya kudumu, ajenda endelevu. Tunataka kufuta zero na kuondoa kabisa daraja la